Hello wana wa Afrika, Chionda wa Chionda. Hii ni podcast ya fikra huru za Mwafrika. Afrika na fikra huru. Mwafrika lazima awe huru katika fikra, kwa sababu ukiwa na fikra huru utakwenda kutengeneza haki. Haki inatokana na fikra huru. Ukiwa na fikra huru utawapenda watu, utawapenda jamii iliyokuzunguka, utapenda wazee wako waliotangulia na wale wanaoishi. Na wito uliopo kwa sasa kupitia podcast hii ya fikra huru za Mwafrika, ya kwamba Waafrika tushikamane, tujenge umoja wa kuelekea pale panapohitajika. Tutengeneze miundombinu ya barabara, tutengeneze miundombinu ya usafiri wa angani na baharini. Tuwape vitendea kazi wavuvi, wakulima pamoja na wachimba madini. Wajenzi wawekewe vifaa huru vya ujenzi vikiwa na bei nafuu. Maendeleo yanaletwa kwa unafuu wa gharama ya maisha. Wanasema kupandisha gharama ya maisha ni ugumu wa wanadamu kuishi katika maeneo yao. Na haya yote ni matengenezo ya mainveda wavamizi. Watengenezaji wanasema problem reaction and solution. PRS. Problem reaction and solution. Sasa hatutaki problem, tunataka uchambuzi, uchanganuzi na kuchukua hatua. Hii habari ya order and chaos, habari ya synagogue of Satan, wanasema hekalu la shetani. Lakini shetani hayupo. Shetani ni mawazo ya wanadamu, kama vile ukishuka kwa chini na ukishupanda kwa juu. Fikra zako zilizo huru zinatakiwa zilete maendeleo kwenye bara lako. Nilikuwa naongea na mtu mmoja Mwafrika ambaye anasema ustaarabu wa Afrika tuliupata baada ya ukoloni. Jibu langu nikamwambia, Afrika walitengeneza sheria, walichukua wanatengeneza kitu kinaitwa decree, tangazo la mtawala, ambalo ndio uamuzi wa nchi. Mtawala akitangaza, wananchi wote mtapewa mashamba eka 2 serikali itatoa pembejeo za kilimo, serikali itatoa utaalamu wa kilimo. Hii ndio Afrika. Afrika tulianzisha irrigation ya kilimo cha umwagiliaji, hadi leo dunia inafuata mwendelezo wetu. Mpangilio wa elimu kuanzia hisabati pamoja na maandishi, yote haya tuliyatengeneza sisi watu weusi ili dunia iwe salama. Kwa sababu bila kusoma na kuandika, bila kujua hesabu, maisha yako yatakuwa shagalabagala. Utaibiwa kila siku. Utopata fikra huru kwa sababu utakuwa umebanwa kwenye elimu. Elimu ndio inaleta uchanganuzi wa maendeleo ya yote. Ndugu wana wa Afrika, salamu zangu nikiwa kama Chionda wa Chionda na fikra huru za Mwafrika chini ya Grand Master Matuta, mkuu wa hekalu la Epet Yesuti. Tunatakia chaguzi zote zinazofanyika katika bara la Afrika ziende kwa amani na usalama pamoja na haki. Haki inahitajika. Waafrika wapate maisha bora, watumie rasilimali zao kwa usawa kwa wote. Sio wengine wananemeka, wengine wanateseka. Na haya ni matatizo tulioletewa kama nilivyowaambia na wavamizi ambao wao wanajijali matumbo yao, hawajali maslahi ya maskini. Dunia maskini hakuna, maskini wametengenezwa na watu wenyewe. Afrika ilikuwa haijui njaa. Afrika walikuwa wanakula, wanashiba, wanafanya matengemano ya kabila na kabila, koo na koo, nchi na nchi, chifu na chifu. Walikuwa wanaishi kwa amani. Hadi pale wavamizi walipokuja kutugawanya na kututawala, kutuletea imani hizi zilizokuwa zetu tuamini, hatutakiwi kufahamu. Wametuleta katika mfumo mpya wa kuamini. Naamini nitakuletea misaada, utakuwa tajiri. Hii inaitwa imani, ambayo haijawahi kumsaidia Mwafrika hadi leo. Miaka 2000 kasoro toka tumpokee mkoloni, Afrika inaendelea kumwagika damu. Watoto wa Kongo wanakufa, wamama wa Kongo wanauawa, wababa wa Kongo wanaendelea kuteseka. Afrika imekuwa bara la mapigano. Afrika imekuwa sio sehemu tulivu. Watu wake wanaendelea kunungunika. Watu wake wanaishi bila kuwa na furaha. Lakini huku tukifuata mifumo ya walioitengeneza wakoloni, tukisema wao ni bora,
Nawaambia Waafrika, kaeni mjichunguze, hawa ubora wao uko wapi? Wamewaletea matatizo, shida na mahangaiko. Tukiwaambia wanasema, Chionda wewe ujui lolote, Chionda wewe ufahamu, Chionda wewe uamini, Chionda utachomwa moto, Chionda utakufa. Kwani kifo ni kigeni? Nani asiyojua kifo? Kifo ni haki kwa kila mtu. Maana ya haki, kila mmoja lazima atakifikia, kwa sababu hii ni nature. Ulikuja bila kuomba, utaondoka bila kuomba. Ulitoka usikokujua na utakwenda usikokujua. Nani anayemjua alimleta? Mimi najua nililetwa na baba na mama, lakini baba na mama nao walitoka kwa baba na mama. Ina maana kuna msimamizi mkuu alisimamia matengenezo yote. Msimamizi huyu hajaleta muongozo kwa mwingine amuongoze mwenzake. Kila mmoja akampa akili ya kuendeleza maisha yake, kwa vile dunia na rutuba na mali zilizoletwa chini ya jua mwanadamu mtu azitumie kwa vile inavyotakiwa. Lakini hawa wakaja wakatutengenezea sheria, tufate sheria zao, sio sheria za Muumbaji. Sheria bora ni zile za Creator of all, ni kuishi kwa heshima, kuheshimiana, kupendana, kuishi kwa uvumilivu. Mwenzako hata kukosea, basi fanyeni mapatano, usiweke kinyongo katika moyo wako. Na huu ndio wito wa Creator of all. Imani yako au dini yako ifuate wewe kama vile unavyoipenda au vile unavyosema unaamini. Usiwalazimishe na wengine waifuate. Wakikufuata wafuate kwa matakwa yao, sio kwa upanga na minyololo na vitisho. Wakoloni wanaototea mateso haya. Huu utesi tunaoishi nao watu weusi uliletwa na wakoloni, baada ya kutaka sisi tufuate matakwa yao, baada ya sisi kufuata mazingira halisi tuliyopewa na Muumbaji wa vyote. Muumbaji wa vyote aliwapendelea watu wa Afrika, na hii ndiyo choyo leo mbaya na chuki walizokuja nazo wageni. Wakatugea majina tofauti, wakatugea sifa mbaya ambazo Waafrika hatuna. Sisi wana wa El Kaburani tumepewa roho zilizo safi, tumepewa upendo, tumepewa miili yenye nguvu, akili zenye ufafanuzi ulio sahihi. Lakini wageni wakatuambia, nyinyi ni wapumbavu, nyinyi ni wajinga, nyinyi hamjui lolote, mnahitaji nguvu zetu, elimu yetu na maarifa yetu. Lakini hawa maarifa, nguvu na elimu zote walizitoa kwetu, wakaenda kuzifanyia marekebisho, wakarudi nazo wakiwa wamezideruti, wakazitia maji, wakazipaka mafuta, wakazitia na shedo. Baadaye akaletewa Mwafrika kwa kuanza kufanyiwa manipulation. Lakini manipulation hii ilianzia kwa watoto wadogo ambao walitengenezwa wawe wajinga, wawe kufuata sera za mkoloni. Mkoloni anasema, jina lako ni baya, jina langu ni zuri. Ukitaka uishi kwa amani chini ya jua, fuata jina langu. Nawaambia siku zote, anayokupa jina lake yeye anataka akutumikishe. Utumwa ulitengenezwa ili mradi wengine wawe watumishi, wengine wawe mabosi, sio kwa upendo ila kwa hila na unyang'anyi. Mfano mdogo, hadi leo kama ninavyowaambia, Mwingereza ndio anaongoza kuwa na dhahabu nyingi kuliko mtu wowote chini ya jua hili, kuliko taifa lolote chini ya jua hili. Waingereza ndio wanyang'anyi, Waarabu ndio wanyang'anyi, Wajerumani wameficha mali kale katika ardhi yetu, wanakuja kuchukua vijukuu vyao kwa kujihalalishia kwamba ni mali yao. Tunasema hii si sawa na hii si kweli. Ndugu wana wa Afrika, Afrika lazima irudi kwenye usawa wake na utambuzi wa fikra huru na maangalizo ya kweli. Tumekaa kwenye mateso miaka mingi, sasa tunataka kujikomboa. Lazima mfuate elimu ya ukombozi. Nifuateni mimi, Chionda wa Chionda na Grand Master Shua, yule anayohitaji. Tunatengeneza hekalu ambalo litakuwa huru kwa mtu wowote. Ataingia, utafanya ibada unayoitaka wewe, utafanya kafara za babu zako, utatoa heshima kwa babu zako, utaomba msamaha kwa babu zako, utaomba babu zako wakupe baraka walizoondoka nazo, utaomba ulimwengu kushike miguu na mikono yako, unakoelekea kuwe salama, unachokishika kiwe na nguvu.
upendo wa ulimwengu ushuke kutoka angani, upendo wa ardhi ukuvuvie kutoka kwenye nyayo. Kichwa chako kila siku kiwe kifikirie ndugu zako watu weusi, usifikirie ukoloni. Fikiria ukuu wako, usifikirie udhaifu wako. Hakuna udhaifu. Sisi ni wakuu kuliko chochote. Sisi ndio watengenezaji, sio wabomoaji. Ndugu wana wa Afrika, ninawaomba sana kwa upendo ulio sahihi. Nawapenda wana wa Afrika. Jiandaeni, jitayarisheni, jiwekeni sawa katika safari tunayoelekea. Maana tunasema sasa ni age of accuracy, kipindi cha ufahamu, sio cha kuaminishwa. Miaka 2024 ya mzunguko wa zodiaki sasa umefika tamati. Unaanza tena mzunguko mwingine hadi 2024 mingine 2052. Dunia itakuwa imebadilika. Afrika itakuwa iko katika prosperity and the high power. Na hili ndilo tunalolihitaji. Hatuhitaji manunguniko tena. Hatuhitaji msaada wa mtu wowote. Afrika tuna kila kitu chetu tunachojiwezesha. Tutauza madini wenyewe kwa kujipangia bei wenyewe. Tutanunua vifaa vya kuchimbia madini. Tutatengeneza teknolojia wenyewe, kwa sababu dunia sasa imegawanyika kama kipindi kile cha vita baridi. Upande usioungana na upande wowote, upande unaopingana na mashariki na upande unaopambana na magharibi. Sisi wa Afrika siku zote hatupo kwenye upande wa migogoro. Sisi tuko kwenye upande wa suluhishi. Ndio maana uone Kofi Annan alikuwa msuluhishi mzuri wa migogoro. Boutros Ghali alikuwa msuluhishi mzuri wa migogoro. Lakini angalia walipokuja kaka Zoe, Guterres kutoka Ureno, hadi leo hajaleta suluhisho la uvumbuzi wa Gaza, hajaleta suluhisho la uvumbuzi wa Sudani, hajaleta ufumbuzi wa Sudani kaskazini na kusini. Watu wa Sudani wanamwagika damu Sudani ya kusini. Watu wa Sudani ya kaskazini wamekimbia makazi yao wakipanda boti kuelekea kwenye ukimbizi. Wenzetu wa Morocco wamepewa pesa na wazungu, wanazamisha meli ya watu weusi wanaokimbia vita, wanawaacha wa drone kwenye water, wanawaacha wazame kwenye maji. Huyu ni mzungu wa Morocco, anapewa pesa na wazungu wenzake ili kuwaua wa Afrika, kwa sababu wa Afrika wanatakiwa wafe. Na huu ndio mfumo wao. Hii vita zote unazoziona, kama nilivyoambia, Afrika hatuna kiwanda cha silaha kugawanya kwa wengine wapigane vita. Kama unatengeneza silaha ni za kwako za kujilinda mwenyewe. Hatujawahi kutengeneza silaha za kuzigawanya kwa wengine na kuziuza. Mnyarwanda ndio mtu pekee inasemekana Afrika anatengeneza silaha, lakini si kweli. Afrika Kusini watengeneza silaha enzi za apartheid mpaka sasa. Lakini Afrika Kusini inatakiwa kufanyiwa ukombozi. Ukombozi wa bendera wameupata, wanataka wapate ukombozi wa kifikra, kwa sababu Afrika Kusini bado wanatumikishwa na wakoloni wa kiboazi. Boazi wanawafanyia vibaya ndugu zetu, wanawanyanyasa, wanawakamata, wanawaua, miili yao wanatupia nguruwe na simba. Wa South Africa makaburu wametengeneza vyakula vyote wametia sumu, ili wa Afrika Kusini, watoto wa Kiafrika wapate magonjwa. Zipo hadithi tofauti zinazoonyesha kwamba maboazi wametumia sindano zenye virus ya ukimwi, virus ya AIDS, kuwapiga watu weusi ili vizazi vyao vipotee. Afu baadaye wanakuja kusema Waafrika wanaendekeza ngono na ndio maana wamekufa. Na magonjwa yote ya man-made to the laboratory yanatengenezwa ili mradi kutupunguza sisi. Lakini kwa uwezo wa ulimwengu, universal, sisi imetubariki. Dunia ni mali yetu. Tutaendelea kupambana na mwisho tutashinda. Hakuna aliyewahi kulishinda bara la Afrika. Walikuja na kuondoka na bado wataondoka. Afrika itakuwa huru. Wanabeba madini miaka na miaka, lakini ardhi ya Afrika inazidi kutengeneza madini. Wanaua watu wa Afrika. Genocide ya watu wa Afrika inafika milioni 700 hadi milioni 600. Tumeuzwa kona zote 4 za dunia. Tumezalilishwa na viumbe wote wa chini ya jua. Tumekuwa chakula cha mamba, tumekuwa chakula cha samaki wa baharini, tumekuwa chakula cha simba, tumekuwa chakula cha nguruwe. Haya yote ni mateso tuliyopitia kutokana na nila
na kongwa la wazungu na Waarabu. Sasa ni wakati wa Afrika kuamka, tusimamie misimamo yetu. Tulitengeneza kila kitu kiwe katika usawa. Tumetengeneza historia zetu, tumezihifadhi. Wakaja wakazichukua, wakatia moto, wakaondoka na tuzoandika, wakazifanyia marekebisho, wakarudi wakasema Mwafrika ana chochote, elimu hii tumekuletea. Sasa wanatamba duniani, sisi tumegundua elimu si kweli. Picha zote za watu weusi zina utambulisho, wamefuta maandishi, wanakwambia unknown reader, kiongozi asiyejulikana, the nameless, jina wamefuta. Utawala wote wa Moorish katika makumbusho yao hawajaweka majina, na makumbusho yao yote duniani wazungu hawana chao walichokiweka zaidi ya mali za watu weusi. Kuanzia Nigeria mpaka Kameruni, kutoka Kameruni mpaka Afrika ya Kati Bangui, kutoka Bangui mpaka Brazzaville, mpaka Kinshasa, Dar es Salaam Tanzania, mpaka kule Anjuani Komoro. Lakini kwa mateso na shida walizotugea, tuna uhakika, tunajua tutaondokana nazo, kwa sababu sisi ni last man standing in the edge of cliff. Tutasimama kwenye kolongo la maporomoko tukiwa tuko firm, tumesimama kwa nguvu na tukiwa very confidence. Na hadi leo tunaendelea kujiamini sisi tuliopata ukombozi wa kifikra. Tunaendelea kufungua mawazo ya watu ambao wamepewa mapokeo na hawa maadui zetu, the Western power and the Arabic power. Waarabu wanajinasibu kwamba wao ndio waliogundua mahesabu kamera. Mwarabu hajawahi kugundua hesabu. Yeye alikuwa mnywaji wa maziwa ya ngamia na mkojo wa ngamia akifanya maji. Ndugu wana wa Afrika, mimi nikiwa Chionda wa Chionda na Grand Master Matuta na washirika wengine kina Chief Wenugi, The Guardian, Chief Shabaka, tunamwita nani? Tunamwita anaitwa Adadi au Ishkol, tukiwa na Maduki. Hawa wote ni vijana wetu katika Pan-Africanism kuelekea katika njia huru. Akiwa na kiongozi wangu wanaoshikilia kamera, Kiembe aka Shamgazi, jina maarufu Kiembe katika TikTok yake ya uchekeshaji ya comedian. Nendeni mkaangalie Kiembe, Mr. Kiembe, utakuta kule ana TikTok yake inatamba kwa kwenda mbele. Na mimi Chionda wa Chionda, Chionda mwana wa Afrika YouTube, TikTok Chionda wa Chionda, fikra huru za Mwafrika, YouTube, TikTok, Instagram na X pamoja na Facebook. Ubuntu Bantu, Waafrika ni watu sio manyani. Utepo amenera.